Ndiposa siku ya leo ujumbe wetu ni ya kwamba neno la Mungu lifanyao upya mawazo yetu. Mungu ametupa silaha ya kiungu, silaha ya kiungu ya kubadilisha mawazo yetu. Unaona mawazo yetu? Na tumesema kwamba tulipokuwa tujaokoka tulikuwa na maisha ambayo tunayoyaishi. Lakini msifuatishe tena, yani mkatize. Change network sasa. Umevuka hapo? Msifuatishe yale mawazo ambayo mlikuwa mnafikiria nayo. Venye ukiangalia mtoto ufikirie, venye ukiangalia dada umfikirie, venye ukiangalia ndugu umfikirie kitambo, sababu umeokoka, usifuatishe. Anawaambia msifuatishe tena mfano wa ulimwengu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, the mind, let it be renewed. Kwa nini mawazo yetu yafanywe upya? Jambo la kwanza kwa nini mawazo yetu ifanywe upya? Kwa sababu akili iliharibiwa na dhambi. Ndio maana sasa hivi kama umeokoka, tuhisia kwa zamani wote tunasizimuka. Wakati ambao tulikuwa kule kwa dhambi, na lazima mjue kwamba tumetoka kwa dhambi. Mawazo yetu yalikuwa ya dhambi. Matendo yetu yalikuwa ya dhambi. Hatukuwa na kiasi. Tulikuwa tunashibisha tu shauku na njaa za miili yetu. Our mind was already corrupted. Mawazo yetu yalikuwa yameshaharibiwa, na ndio maana tunaambiwa get transformed, mfanywe upya nia zenyu. Wetu kwa siku ya leo ni neno la Mungu libadilishayo mawazo. Tumeona kwamba mawazo, akili iliharibiwa na dhambi. Kabla ya wokovu tuliishi maisha tukiongoza tamaa za mwili. Mtu mwenye ameokoka na mawazo yake yalikuwa yameharibiwa na dhambi, ili aweze fanya nini? Ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Ili huyo mtu aweze kuonja na kuhakikisha mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yule aliyekuwa ameharibiwa mawazo na akili na dhambi, lazima afanyiwe renewal by the word of God. Yale ambayo yalikuwa ni ya dhambi, yale kufikiria kama watu ambao walikuwa katika dhambi pia, yale kufikiria tofauti, ili tukuwe mwangaza kwa dunia. Tukifikiria tu kama watu wa dunia, tuko na tofauti gani na wao? Kwa hivyo siwezi fikiria kama wale watu, siwezi waza kama wale watu, siwezi tenda kama wale watu, na hapo ndipo maisha yetu inakuwa na tofauti. Nyingine kwa nini tubadilishe ama tufanyie upya mawazo? Ni sababu akili huadhiriwa na ulimwengu. Akili zetu saa hii, yes, zamani zilikuwa zimeharibiwa, saa hii akili zetu zinaadhiriwa na ulimwengu. Kwa hivyo mpaka siku hii ya leo mawazo yetu yanaadhiriwa na vitu kama vyombo vya habari, social media. Ukiingia pale utaangalia, unaona picha nyingine, kitu inaharibika. Kwa hivyo hata siku ya leo why we need to renew, tunahitaji kufanywa upya. Kwa nini? Mpaka saa hii mawazo yetu yanaharibiwa. Mimi nilikuwa na vuta hiki kitu inakutana na vijana. Aje? Nilikuwa na vuta bangi. Sasa hii ni testimony, lakini siku hizi sikutaki, si ndio? Siku hizi pastor ameokoka hata akaikuvuta bangi. Nilipookoka nikakabia, nilikuwa nafanya kitu changu hivi. Nasikia vitu zinatembea. Akili zangu hazikuwa zinakumbuka vitu vizuri. Nilikuwa na ile side effect ya. Kwa hivyo akili zangu ziliharibika. Nilipofanya utafiti nikaambia nitakaa miaka 7 na nishamaliza hiyo miaka 7, akili imerudi sawa, ndio? Sasa ile kiwango ya kuharibiwa kwa dhambi bado iko. Nimepatia mfano na hiyo kuharibiwa na hizo vitu. Na kuna vitu vingi ambazo zinaharibu kama pombe, mambo mengi, anasa za dunia huwa zinaharibu. Tamaa ya mwili hiyo inaharibu. Sasa akitaka liharibiwa wakati ule, kisha zitafunguliwa kuharibiwa na mambo unaoona na mambo unaosikia. Hiyo ndio maana tunahitaji neno la Mungu tulisome, ili penye pameharibiwa linaweza kufanya repair. Lakini protein kazi yake moja ni kurepair worn out tissues. Sasa worn out tissues za maisha yetu ya kiroho, the only thing ya kurepair worn out tissues si kula maharagwe, ni kufungua nini? Kufungua nini? Sababu nikiingia kwa mitandao, sehemu kubwa inatoka hapo ni kubomolewa. Nikienda TikTok, nikipita tu TikTok, kitu moja na nikonga na niharibu. Sasa sipendani. Siku hizi hata news TV yenyewe inaiweka kipimo. Sababu venye unajenga mwili wako, ulimwengu na vitu vile ambavyo viko pale vinakubomoa. Jambo lingine ni kwamba akili ushambuliwa na adui. Ukumbi wa vita wa shetani wa kwanza
ni mawazo. Shetani penye anapenda kukamata kabisa ili akuweke chini usiwahi inuka ni mawazo yako. Akishika tu mawazo yako na akili zako hivi, shetani anakushinda. Sababu akishaharibu mawazo yako, kila kitu chako kinatoka ndani yako kimechafuka. Akishakuharibu mawazo yako, kila kingine kinatoka ndani yako kimefanya nini? Shetani hatushindi kwa nguvu. Kwa hivyo usitumie nguvu nyingi kusema shetani ashindwe. Na kenye silaha ambayo shetani anatumia ni kukudanganya, deception. He deceives you, anakudanganya katika mawazo. Haitaki kulinda akifuatana na wewe kila mahali. Ati huyo ni shetani, huyo ni shetani. Akishika tu mawazo, atakudanganya. Lazima alidanganya Adamu na Hawa walitenda. Tunda lile walilokatazwa na Mungu walikula. Adamu na Hawa walitenda. Adamu na Hawa walishindiwa wapi na shetani? They were deceived in their mind. Unaona kwenye dhambi ilitoka? Walidanganywa ati Mungu alisema mtafanya nini? Hamtafanya hivyo. Na dhambi yote ya ulimwengu ikatiririka mpaka ikatufikia sisi sababu ya mawazo. Walidanganywa. Kwa hivyo shetani haiwezi kukuja kwa familia yako, kuja kwa mzee wako, ataingia kwa watoto, yeye anaanza tu na mawazo yenu. Akiingia pale akudanganye. Sasa wewe ni kumtekelea tu, akifanya soma, akifurahi venye amekutenda wewe mwenyewe. The battleground of the devil in our mind is our mind. Ndio tunadanganya na mtu. Atuende kuambia mtu akwambia shida yako iko hapa. Shida yetu inakuwa kwa mawazo. Sababu shetani akitushadanganya, kazi yake ni kudanganya. Tukiamini uongo wake, maisha yetu inafika mahali pabaya. So unaweza kuwa smart katika mambo mengi, but if you don't watch your mind, kama huwezi kuwa mtu ambaye ni mwangalifu kwa mawazo yako, vita mingi shetani anazianza pale. Jambo la pili ambalo tujifundishe, number 2, ni kwamba neno hubadilisha uongo kwa ukweli. Neno hubadilisha uongo kwa nini? Hubadilisha uongo kwa ukweli. So fungua na kitabu cha John. Tunafungua John, shafungua John, enda kwa 8. Unashika kitu? Shika kitu tafadhali my friend. Hata mimi najaribu kushika, sio rahisi, lakini ni mkono wa Mungu unatuwezesha kushika. Tunasema kwamba neno hubadilisha uongo kwa ukweli. Yohana 8:32 inasema hivi, ndipo mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Mstari wa 31 inasema, kisha Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, kama mkidumu katika maneno yangu, neno lake Mungu, mtakuwa wanafunzi wangu kweli. Ndipo mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Tumesema vita vya shetani vyote viko katika mawazo. Anakudanganya. Kwa hivyo dawa ya shetani ni kujihami na ukweli. Na shetani anajua anaanza kukuambia wewe haupendwi. Hakuna mtu anayekupenda, amekuharibu mawazo. Anaanza kujidharau, unaanza kujidunisha, unaenda chini. Anaweza kuambia hautawahi kubadilika, deceiving, anakudanganya. Anaweza kuambia Mungu amekuacha. Shetani anaingia katika mawazo na kuambia Mungu hapo pamoja